usalama upo. Swali lingine linahusu viongozi wa vijiji ama wale village elders. Village elders tunajua ni wazee wanafanya kazi mzuri sana huko katika vijiji zetu, na hawapati ile stipend na wamekuwa wakilalamika kwa serikali. Na katika manifesto ya Kenya Kwanza ni kama nilisikia mkisema kuwa mtawazingatia waweze kuwa wanapata kakitu katika ile kazi wanafanya. Maybe kufikia sasa huo mpango umefika wapi? Nashukuru Dennis. Kwanza kwa mambo ya mashamba, ni kweli kwamba mashamba ni shida, si kwa Kitui peke yake, kwa Kenya mzima, na inadhihirika kwa njia tofauti. Kwa hapa Kitui kweli shamba ya Bitu na ile ya Katoteni ndio inaleta shida mingi kwa wananchi na mambo ya security. Na kama vile ulisikia mheshimiwa gavana wa kaunti hii alisema wazi kwamba amewasiliana na Ministry of Lands na pia pamoja na kitengo chetu cha usalama kuhakikisha kwamba tumesaidiana kutafuta usalama pale. Lakini nadhani kwamba kazi kubwa itakuwa bado ni katika Ministry of Lands. Tungeweza kuleta vyeti, title deeds kwanza kwa sehemu nyingi itasaidia. Lakini pia kuna tabia imekuja yenye inavamia mashamba ya either watu binafsi ambao pengine hawaishi sehemu hiyo, na hiyo tuliona huko Kwale, tukaona Kilifi, tukaona kwa Pwani haswa. Watu ambao hata kama uko na cheti, uko na title deed, kuna watu bado watakuja hapo wajifanye wao ni masquatter. Wakijifanya ni masquatter, lakini kwa kweli kwamba wamepangwa na bwenyenye fulani kwa njia ya unyakuzi wa mashamba. Kwa hivyo kwa sehemu hiyo hiyo ni kazi yetu ya security, kuhakikisha watu wamekuwa kama wamearestiwa, mambo ya fraud and so forth. Lakini kwa sehemu ile nyingine ni kwamba itabidi pia kupeanwe na title deeds. Ukiona shamba za serikali zingine zimenyakuliwa ni kwa sababu hakuna title deeds, especially kwa urban areas and so forth. Lakini pia kwa sehemu za mashinani ni vizuri watu wakawiwe mashamba yao, ndio itipunguze mambo ya shida. Na kwa hivyo hiyo titling process inaendelea kwa Ministry of Lands, na mambo mengi, kazi kubwa imefanywa sana. Ukipata nafasi kuhoji ndugu zangu ambao wanafanya kazi kwa Ministry of Lands, kama ni Waziri Ali ama PS Korir, wamefanya kazi kubwa sana. Lakini inabidi tuendeleze hiyo kazi, na wanafanya kazi kubwa kwa pesa kidogo. Utapata kwamba kama wangepata bajeti ya kutosha, wapate masurveyors wa kutosha, tunge roll out hii mambo ya land issues na to resolve. Lakini pia hata ukitaka ku resolve land issues unapata tena court orders. Hii ni sehemu nyingine, lazima tujadiliane pia na judiciary. Lazima tukubaliane na judiciary, kwa sababu judiciary wasipokuwa kati ya solution hizi ya mambo ya mashamba, watakuwa wanatupatia court orders perpetually. They are famous, sitaki kusema ni family gani, but they are famous families hawajafanya succession since 1970s kwa sababu ya mambo ya court orders. Huyu anaenda kotini, huyu anarudi, hawajafaidika, wengine wamefariki, imekuwa grandchildren, great grandchildren, na baada hawajapata benefits ya mali yenye patriarch yao waliwaachia. So court cases also inaweza kuwa inaleta shida, inafanya ngumu tuweze kusuluhisha mambo ya mashamba. So this thing again, kwa ripoti yetu tutakapokuwa tukiweka pamoja ripoti na kuunganisha ya sehemu ya county yote, land itakuwa ni sehemu moja. Tutasema proposals zetu ya kuona ni njia gani land issues ama mambo ya mashamba ikisuluhishwa itatusaidia kwa mambo ya security. Kwa mambo ya village elders, kama vile nimesema leo, policy tulifanya public participation wiki hii. Unajua public participation ilikuwa inaendelea na tumepata views. Tunataka tukubaliane what is a village, what is the work of a village elder, atafanya hiyo kazi kwa miaka ngapi, ni katika wakati gani unaachilia uwezi kuwa tena village elder, na utakuwa village elder kutoka miaka mingapi. Unaweza kuwa 18 na kuwa village elder, ama lazima ufikie miaka fulani yenye inakubalika. Tumesema for example hakuna haja ya masomo kwa mambo ya village elder because ni mtu ya hapo anasaidia kwa kusuluhisha. Na pia sitaki kudanganya Wakenya kwamba tutawalipa mshahara. Kama hatujaweza hata kulipa NPR mshahara, tunawapatia some allowance.
tunataka tu tuone kwamba ni njia gani tuta appreciate ma village elders kwa njia kidogo ya kuhakikisha at least watapata medical cover, watapata airtime na wapate movement kidogo from one place to another. Lakini hatutaki tudanganye kwamba sasa villages 1,100 suddenly tumepata budget ya kulipa hao watu wote mshahara. Lakini lazima wakuwe recognized, tuwapatie hata badge yenye anavaa, akitembea anaonekana ni village elder. Slowly county zingine wanaweza pata wadhamini wafimie uniform village elders ya hiyo county like that. Wakienda mkutano wako na uniform ya village elder, itasaidia because this is a community thing. Security and organizations are community. Hata mpaka saa hizi village elders wana survive kwa community. Wakienda baraza, wakati mkutano ikiisha, watu wanasema wapi volunteers toa kitu kidogo, village elder apate kunywa chai, ametupangia hii mkutano. So we want it to be communal like that. We don't want it to be ikuwe kama it's another employment or another sector ya kusema kwamba tunataka kuemploy. Lakini we want also to appreciate them the way we appreciate wazee wetu wenye wamefika 65 years and above. Lazima to appreciate also our village elders in some way. Clarification on that issue of village elders. Yeah. The Parliament already has considered a bill by the Member of Parliament from Kibwezi West on village elders, and we saw that there were salary scales and all that. Is the government overturning that process?